Katika kijiji cha Mkuyuni, mkoani Morogoro, kuna kijana shupavu anayevuka mipaka ya changamoto za maisha. Hasani, kijana mwenye upofu wa macho, amejipatia heshima na kutambulika kutokana na ujasiri wake wa kuendelea na masomo licha ya hali ya uoni hafifu. Hasani ni mwanafunzi wa uandishi wa habari anayesoma katika chuo kimoja mjini Morogoro na ni mfano wa kuigwa kwa vijana wengine nchini. Hasani alizaliwa na kukulia katika familia ya kawaida kijijini Mkuyuni tangu utotoni. Kwa wazee wetu walikuwa mbali sana, kwa maana walikuwa hafikiri labda huduma kwa wakati, naweza nikasema hivyo, lakini kiuhalisia nilikuwa na tatizo ambalo kwamba kila ninapozidi kukua nazidi kupoteza kuona. Pamoja na changamoto zake, Hasani aliweza kufaulu vizuri katika masomo yake ya msingi na sekondari. Uthabiti na kujituma kwake kulimsaidia kupata nafasi ya kujiunga na chuo cha uandishi wa habari mjini Morogoro. Hapo alijifunza kutumia teknolojia zinazosaidia watu wenye uoni hafifu kama vile vifaa vya kusikiliza na kompyuta maalum zinazomsaidia kuandika na kusoma. Yes, kutoka manispaa ya mkoa wa Morogoro mpaka Moro DC, nikimaanisha Mkuyuni. Tumekuja sisi Faza Media kama kawaida, kamera yetu ni kumulika tu yale matukio yote ambayo yanagusa jamii, na tumekuja Mkuyuni hapa kuja kuzungumza na ndugu yetu ambaye anafahamika kwa jina la Hasani, ambaye yeye ana shida haoni, lakini mbali na hiyo changamoto, Hasani ana uwezo wa kusoma taarifa ya habari, lakini Hasani ana uwezo wa kusoma vitu mbalimbali. Mimi nikualike mtazamaji wa Faza Media, tuungane na Hasani kwenda kumsikiliza mwanzo hadi mwisho. Jina langu naitwa Gervas Machaku. Stay na Faza Media. Kwa majina naitwa Hassan Saidi, ni mwanafunzi wa Morogoro School of Journalism. Niko pale nachukua tasmia ya uandishi wa habari na utangazaji. Sawa, kwa ufupi tu tunahitaji kufahamu historia yako ya tokea huko nyuma ili mtazamaji wetu aweze kufahamu vizuri kwa uchache tu. Historia yangu ipo kama ifuatavyo. Ni kijana ambaye nimezaliwa Morogoro DC, kwa maana katika hii tarafa yangu ya Mkuyuni, na hapa nilipo ni miongoni mwa eneo ambapo napatikana. Lakini ni mwanafunzi ambaye nilipata elimu yangu ya msingi shule ya msingi Mazinyungu Kilosa, kisha baadaye nikajiunga na Rugoba Secondary School iliyoko Pwani pale Chalinze. Na hivi sasa nimerejea zangu Morogoro nipo zangu kwa ajili ya elimu ya chuo. Sawa, Hasani, una changamoto ya kutokuona, huoni kabisa ama ni kwa namna fulani hivi kidogo unakuonaona? Niko total kabisa, sioni kabisa yani. Huoni kabisa? Kabisa. Na mkononi umeshika karatasi. Unataka kutuambia hiki ambacho umekiandika humu unaweza kukisoma? Kabisa. Basi kwa faida ya mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi Faza Media, anahitaji kuona kwamba uwezo wako ukionyesha hapa katika kusoma. Kwa uchache tu msomee mtazamaji ili aweze kufahamu. Mkurugenzi wa wilaya ya Morogoro DC atangaza fursa za uwekezaji zinazopatikana katika wilaya hiyo, huku akiwataka watu na wadau kuhakikisha wanajitokeza katika kuchangamkia fursa hiyo. Fursa zilizotolewa ni pamoja kwa watu wenye sekta ya uchimbaji wa madini, elimu, afya, masoko na vinginevyo. Amepata nafasi ya kuzungumza hayo katika wilaya ya Morogoro DC baada ya kumkaribisha waziri wa kilimo Hussein Bashe. Kwa upande wake, mkurugenzi huyo aliendelea kusema kuwa wilaya ya Morogoro DC ina mambo mengi ambayo yanaweza yakasababisha kupatikana kwa maendeleo hususan kwa eneo hilo. Sawa. Hasani ameonyesha kipaji kikubwa katika uandishi wa habari. Akiwa chuoni, amekuwa akishiriki katika klabu za waandishi. Kila siku anasoma na kutayarisha taarifa za habari, akitumia vifaa maalum vinavyomsaidia kuandika na kusoma kwa usahihi kwa kutumia nukta nundu. Hasani, inatosha, tuweke nukta hapo. Sasa sawa, umesoma na mtazamaji wetu anataka kufahamu. Hapa mimi naona ni doti ambazo umeziweka. Ni kivipi unatambua hizi na unaweza kuzisoma? Haya ni maandishi ya nukta nundu kwa mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa. Yes. Lakini kwa msikilizaji pia anasikia, basi asikie ni maandishi ya nukta nundu kwa wenzetu ambao kwa lugha ya kigeni tunaita ni braille. Kwa maana ni maandishi ya kushika, yanatumika kwa vidole, na kama hivyo mtazamaji anavyoweza kuona hapo, kwa ni maandishi ambayo yanahisia kupitia vidole. Sawa, ni maandishi ambayo yanahisia
kupitia vidole. Sasa Hasani, kwa sasa umesema unasomea tasnia ya habari. Yeah. Ni level gani ambayo sasa hivi upo? Niko diploma level 5 semester 1. Yana ni kitu ambacho ulikuwa unapenda kwa muda mrefu? Napenda sana tena, na feel na mimi nini kwa tempo ya hali ya juu kwa sababu sikufosiwa yani. Yes. Yeah. Yes, ya sasa Hasani, labda mimi nikuulize tu kitu kimoja. Hizi nukta pacha unakuwa unaziandaga wewe mwenyewe? Yeah, hii kitu naandaa mimi mwenyewe kulingana na mazingira jinsi niko nayo, na wanasema sasa hivi dunia ni utandawazi. Yes. Kwa usikubali kupitwa wakati ile hali nao unaweza kufanya nini? Kufanya jambo. Kwa inaweza kaa kwenye mfumo wa maandishi kama ya kwenu, mimi nairudisha huko na maisha kaenda vile vile. Sasa mfano mimi nikakuletea ya maandishi ya kawaida. Wewe utajueje kwamba hapa nimeandika kitu hiki ili uweze kuandika kwenye mfumo wako wako wewe? Kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni either yule mtu ambaye ameleta atanisomea ili nilete kwenye maandishi yangu, lakini namna ya pili nitakwenda kuitranslate. Kuna mashine yangu moja inaitwa ni Femafomo. Yes. Kwa maana hii kazi yake ni kutoa maandishi ya wanayoona kupeleka kwa wasioona, na kwa wasioona kupeleka kwa wanayoona. Kwa maana hata vioni ambapo sehemu nyingine ambapo tunasoma mara nyingi hakuna walimu wenye changamoto kama za kwangu au kaza kwetu. Sasa ili kuendana nao kuna ile mashine inaitwa Femaformos. Kwa maana wakati mimi naandika maandishi yangu, baadaye inabidi nikamrahisishie mwalimu ni translate iende kwa maandishi kule ya kawaida ili ansaishie. Sawa. Kwa hiyo tumetoka kwa upande huu wa kuweza kusoma hizi nukta zako pacha. Je, kwa upande wa chuo pale ambapo unasoma, mna darasa lenu maalum ambalo mnafundishwa au mnafundishwa injene na wanafunzi wenzako zeni wewe baadaye utakuja kutengenezwa mazingira mengine, au inakuwa vipi kwa upande wa chuo pale ambapo unasoma? Kitu ambacho chuo kinachoendelea ni nasoma kama wanavyosoma wenzangu, ila kama itatoka sijaelewa basi namtafuta mwalimu private na anaweza kanielekeza zaidi. Familia ya Hasani, ingawa ni ya kawaida, imekuwa nguzo muhimu katika mafanikio yake. Wazazi wake na ndugu zake wamemsaidia kwa hali na mali, wakihakikisha anapata mahitaji yote muhimu ya kielimu na kiafya. Hasani amekutana na changamoto nyingi katika safari yake ya elimu. Ukosefu wa vifaa maalum vya kumsaidia kusoma na kuandika, pamoja na mazingira yasiyofaa kwa watu wenye ulemavu, ni baadhi ya vikwazo alivyokutana navyo. Hata hivyo hakukata tamaa, aliendelea kupambana na changamoto hizo kwa moyo na uvumilivu na matumaini makubwa. Sawa. Wewe nyumbani ni mtoto wangapi? Nyumbani mimi mtoto wa 5. Ni mtoto wa 5. Wa 5 ya. Ni mtoto wa 5. Na wote katika wengine wadogo zako, kaka zako wamefanikiwa kupata elimu gani mpaka sasa? Binafsi kwenye familia yetu mimi ni mtoto wa 5, lakini wote ambao tunazungumza ni tuna diploma. Wote na diploma. Na zimetofautiana. Kuna wengine yupo amedili na community development, kuna wengine mambo ya wiring huko hivyo yani. Sawa, ukiachana na wewe kwenye familia yenu, kuna mwingine ambaye ana changamoto yoyote? Yupo brother wangu. Na ana changamoto kama hii ya kwako? Kabisa. Ni hivi. Hivyo. Kwa hiyo tuseme sasa ni manake kwenye familia yenu mpo wawili ambao mna changamoto hii ya kutokuona. Kwenye familia yetu kwa wawili. Kwenye changamoto ya kutokuona, ila mzangu yeye ana diploma ya community development. Sawa, sasa mtazamaji wetu anahitaji kufahamu changamoto hii ya kutokuona ulizaliwa nayo ama imekukuta tu ukubwani? Kifupi naweza nikasema nimezaliwa nayo kulingana na mazingira ambayo nimekutana nayo, lakini nasema nimezaliwa nayo kwa sababu inawezekana wakati tunazaliwa kwa wazee wetu walikuwa mbali sana, kwa maana walikuwa hafikiri labda huduma kwa wakati, naweza nikasema hivyo, lakini kiuhalisia nilikuwa na tatizo ambalo kwamba kila ninapozidi kukua nazidi kupoteza kuona. Sawa. Chuo unasoma, unakaa umepanga, si ndio? Ndio. Umepanga. Vipi majirani wanaokuzunguka, lakini walimu wako, wanafunzi wenzako, ni mchango upi ambao hasa wanakupa kana kwamba unafeel kama upo nyumbani na unafeel kama ni ndugu zako? Kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu ni kulingana na support ambayo nakutana nayo kikweli. Kuna muda kweli unaweza kusema unajiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu kaniumba, lakini kwa baadhi ya maeneo ambapo sasa hizi naishi sikuwahi kufikiria hicho kitu, ingawa kuna sehemu fulani unaweza
kukutana na vitu kama hivyo. Namshukuru Mungu, support ni nzuri, na naamini mimi ni binadamu kama binadamu wengine. Wewe Yes, wewe ni binadamu tu kama binadamu wengine. Sawa, Hassani, mtazamaji anakutazama, lakini yawezekana kuna mtu ambaye ana changamoto kama hii ya kwako, naye anakutazama kupitia chaneli yetu ya Faza Media. Unamwambia nini? Kikubwa kwanza ni kujiamini. Baada ya kujiamini kisha jitoe, kwa sababu unaweza kujiamini afu bado ukajifungia ndani. Jitoe, lakini mimi naamini kwenye mwanga ipo siku utakuja kutegemea baadaye. So kikubwa zaidi kwa mtazamaji ambaye ananitazama hivi sasa na msikilizaji ambaye ananisikiliza kwenda naye na hali kama ya kwangu, kwanza ni kujiamini. Hakuna mtu ambaye ameumbwa kwa makosa. Jiamini jinsi ulivyo, na naamini ipo siku jamii itakuja kukutegemea. Licha ya changamoto hizo, Hassani ameweza kuibuka mshindi. Amejifunza kutumia teknolojia za kisasa zinazomwezesha kusoma na kuandika kwa ufanisi. Uwezo wake wa kusoma na kutangaza taarifa za habari umewavutia wengi, na sasa anatambulika kama mmoja wa waandishi wa habari. Hassani ana ndoto kubwa ya kuwa mwandishi wa habari maarufu na mtetezi wa haki za watu wenye ulemavu nchini Tanzania. Anataka kutumia nafasi yake katika vyombo vya habari kuelimisha juu ya umuhimu wa kuwa na mazingira yanayowajali watu wenye ulemavu na kupigania haki zao. Hassani anaamini kuwa kila mtu bila kujali hali yake ana haki ya kupata elimu na fursa sawa katika jamii. Sawa, we ni mwanahabari naamini na unapenda sana. Tunajua uandishi wa habari ni mpana sana. Kuna kutangaza kwenye radio, kutangaza kwenye TV. Ni upande upi ambao sana sana wewe ndio umebezi? Yani upande mzima yani kifupi nimebezi kwenye kutangaza. Kwenye kutangaza redioni yani radio and television, lakini pia na kuandaa show. Una uwezo kabisa wa kuandaa content na mtu akapanda nayo hewani moja kwa moja. Hassani ni mfano wa nguvu ya azima na uthabiti wa moyo. Licha ya changamoto ameweza kusonga mbele na kufikia malengo yake. Hassani ni kielelezo cha jinsi gani juhudi binafsi, msaada wa familia na jamii vinaweza kubadilisha maisha ya mtu na kumfikisha mbali. Katika kijiji cha Mkuyuni na kote nchini Tanzania, Hassani anatoa somo muhimu kwamba hakuna lisilowezekana kwa mtu mwenye dhamira na ari ya kufanikiwa. Kwanza neno kubwa ambalo natamani kuwaambia wasikilizaji na watazamaji ni juu ya thamani ya binadamu. Kuna muda unaweza kuwa una uwezo mkubwa sana wa kutengeneza chance, lakini kulingana na jinsi ulivyo mtu anaamini kama uwezi kufanya lolote, lakini ni makosa makubwa ambapo ni tena ni kisheria ni makosa ambayo hayafai hata kufikirika katika jamii. Mimi naamini watu wengi sana wenye matatizo kama sisi tunakutana na changamoto hizi. Una uwezo mkubwa wa kutengeneza kitu, lakini mtu kwa alivyokuangalia usoni anaamini ya nini sasa anakucrash, lakini naamini nina uwezo mkubwa wa kufanya kitu, sio mimi tu na wengineo. Binafsi tupewe nafasi, mimi naamini tunaweza. Sawa. Mimi nataka nikupe nafasi ya mwisho Hassani. Hiki ulichokiandaa hapa kwa urefu jinsi ulivyokiandaa, hii peji tu ya mwanzo, msomee mtazamaji anayetazama ili basi waone uwezo wako kwa ujumla. Mkurugenzi wa halmashauri ya Morogoro DC atangaza fursa za uwekezaji zinazopatikana katika halmashauri hiyo ili kutambua thamani ya uwekezaji na maendeleo nchini Tanzania. Amezungumza hayo katika halmashauri ya wilaya ya Mkuyuni mbele ya Waziri wa Kilimo Dr. Hussein Bash katika kuamini kuendeleza Tanzania ya maendeleo nchini. Mkurugenzi huyo pia amezungumza mbele ya wanahabari, wazazi pamoja na walezi katika kuchangamkia fursa hiyo katika shule ya sekondari Mkuyuni inayopatikana katika tarafa hiyo. Licha ya changamoto zinazopatikana katika halmashauri ya wilaya hiyo, lakini amewaomba wawekezaji kujitokeza na kufanya maendeleo kupitia halmashauri ya wilaya hiyo. Fursa ambazo amezitangaza mkurugenzi huyo ni pamoja na uchimbaji wa madini, ujenzi wa shule, viwanda pamoja na zinginezo. Lakini mkurugenzi hakusita kuzungumzia swala zima la ulinzi na usalama katika halmashauri ya wilaya hiyo. Imetolewa na mkurugenzi wa wilaya ya Morogoro DC. Sawa, basi mimi Hassani ni kushukuru sana, na mtazamaji ambaye ulikuwa unatutazama wakati wote huyu ni Hassani kama nilivyokuambia.
ana changamoto ya kutokuona kabisa, lakini mbali na changamoto hiyo, Hassani ana uwezo wa kusoma taarifa ya habari kama alivyokusomea hapo ulivyoona. Wakati wote huo ulikuwa nami Gervas Machaku, nikiwa kabisa inawakilisha screen ya Faza Media. Nikwambie subscribe, share, like and comment Faza Media ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Wakati mwingine tutakuwepo. Asante na kwaheri.